Mtaalamu wa masuala ya kijeshi kutoka Uingereza, Ed Arnold, ambaye ni mtafiti mwandamizi katika taasisi ya huduma za kifalme Rusi, ametoa tahadhari kali kuhusu uwezekano wa vita kati ya Urusi na NATO kufikia mwaka 2027. Arnold anasisitiza kuwa NATO inapaswa kujiandaa kwa haraka kwa uwezekano wa mzozo wa kijeshi, akitaja eneo la Suwalki Gap kama sehemu hatarishi zaidi kwa usalama wa muungano huo. Suwalki Gap ni eneo la kilomita 65 linalotenganisha Kaliningrad, eneo la Urusi lililojitenga, na Belarus, mshirika wa karibu wa Urusi. Eneo hili lina umuhimu mkubwa kwa NATO kwani ndilo linaunganisha nchi za Baltic na wanachama wengine wa NATO kupitia Poland. Iwapo Urusi itadhibiti eneo hili, inaweza kuzuia msaada wowote wa kijeshi au vifaa vingine kufika katika nchi za Baltic, hivyo kuzitenga na kuziweka katika hatari kubwa. Nchi za Baltic ni pamoja na Estonia, Latvia pamoja na Lithuania. Arnold anashauri mataifa ya NATO hususan Ujerumani kuongeza uwekezaji katika vifaa vya kijeshi vilivyodhibitishiwa ufanisi wake kama vile makombora ya Taurus, magari ya kivita ya Leopard na mfumo wa ulinzi wa anga kama Iris-T na Gepard. Arnold anasisitiza umuhimu wa kuwa na vifaa vya kutosha na vinavyopatikana kwa urahisi badala ya kutegemea teknolojia ya hali ya juu pekee. Pia anapendekeza mataifa ya Ulaya kuanza kujitegemea kwa vifaa vya kijeshi badala ya kutegemea mifumo ya Marekani kama F-35 na Patriot. Ingawa Arnold anaonya kuhusu hatari ya Suwalki Gap, baadhi ya wachambuzi wanapinga mtazamo huu. Wanaamini kuwa umuhimu wa kijeshi wa eneo hili unaweza kuwa umepindukia na kwamba Urusi haina nia ya kushambulia moja kwa moja mataifa ya NATO, kwani hatua hiyo ingeibua majibu makali kutoka kwa muungano huo. Pia, kujiunga kwa Finland na Sweden katika NATO kumeimarisha usalama wa eneo la Baltic na kupunguza hatari ya Urusi kufanikisha mashambulizi kupitia Suwalki Gap. Onyo la Ed Arnold linaongeza mjadala kuhusu maandalizi ya NATO dhidi ya uwezekano wa mzozo na Urusi. Ingawa baadhi ya wachambuzi wanaona hatari hiyo kuwa ndogo, tahadhari kama hizi zinaweza kusaidia mataifa ya NATO kuimarisha uwezo wao wa kujihami na kuhakikisha usalama wa wanachama wake, hasa katika maeneo nyeti kama Suwalki Gap.